Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema na wakati wote. Ninawashukuru waimbaji waliotoka kuimba na asubuhi ya leo. Naomba wakati tunaanza somo letu, basi tuombe baraka kutoka kwa Mungu. Baba yetu Mungu uliye mpendwa, tunakushukuru sana kwa ajili ya asubuhi hii ya pekee. Asubuhi ya leo Yesu, umenichagua mimi niliye mdhaifu kuzungumza na watoto wako hapa. Mungu wetu wa mbinguni, wakati fulani nilikuwa nafikiria inawezekana nimewasilisha ujumbe wako vibaya kwa muda wa juma zima. Lakini Yesu, ninakusia asubuhi ya leo ukaificha dhambi yangu na ukanitumie kama upendavyo wewe Bwana. Ili ujumbe ambao nitaunena ukawa umetoka kwako, mimi nimeuwasilisha tu kwa ndugu zako hapa. Mungu wetu wa mbinguni, tubariki asubuhi ya leo, ukatumwagie baraka zile ambazo umeahidi katika jina la Yesu. Amina. Tulikuwa na masomo kadha wa kadha, ambapo somo letu la kwanza ninajaribu kupitia haraka. Somo letu la kwanza lilikuwa na kichwa kinachosema kipimo cha uaminifu. Kipimo cha uaminifu, tumeangalia namna ambavyo Mungu anajaribu kutupima katika vitu ambavyo ametupatia. Tumekuwa waaminifu kiasi gani katika vitu ambavyo ametupatia. Tumeangalia kwamba hata mwanzo Mungu aliwajaribu wanadamu vivyo hivi. Alimjaribu Adam pamoja na mke wake katika ule mti aliowaambia kwamba wasije wakautumia, maana Mungu aliweka kwa makusudi yake mwenyewe. Lakini Mungu alikuwa amewapatia vitu vyote ambavyo vilikuwa vinawazunguka, lakini aliwakataza wasiguse ule mti ambao Mungu alikuwa amewakataza. Lakini kwa sababu ya dhambi ambayo shetani alipandikiza ndani ya mioyo ya wanadamu, wamejikuta wanafanya tofauti na vile ambavyo Mungu anawaelekeza. Kwa hiyo tukaangalia pia swala zima la zaka na sadaka, ya kwamba Mungu ametupatia vitu vingi, lakini amesema katika vitu ambavyo tunavimiliki lazima turudishe zaka. Zaka ndiyo ambayo Mungu anaihangaikia sana. Haimaanishi kwamba Mungu amefilisika, lakini Mungu anapima uaminifu wa wanadamu katika vitu ambavyo amewapatia. Lakini tukaangalia kwamba kumbe kama ambavyo ametupatia vitu vyote na akatuambia kwamba turudishe zaka na sadaka, vivyo hivyo anasema ya kwamba hata katika siku saba za juma ametenga siku moja iwe takatifu, ni ya kwake Mungu. Kwa hiyo tutaitumia kwa ajili ya matumizi yanayohusiana na Mungu wetu wa mbinguni. Tukawa tumeiangalia siku ya Sabato ya kwamba siku ya Sabato nayo inafanana na zaka. Kama zaka ilivyo takatifu, vivyo hivyo hata Sabato ya Mungu ni takatifu. Kwa hiyo tuendelee kudumu kuwa waaminifu katika siku ambayo Mungu ametupatia. Lakini pia tukaangalia somo la pili ambalo lilikuwa na kichwa kinachosema juu ya msingi na kanuni ya milele. Tukawa tumeangalia kwamba kumbe zaka na sadaka sio kwamba imeanzia jana. Zaka na sadaka ilikuwepo toka miaka ya nyuma. Wakawa wamejaribu kuturudisha nyuma kipindi cha Ibrahimu. Ukisoma hiyo Mwanzo 28, kama ambavyo fungu la sadaka asubuhi ya leo lilikuwa linasema, katika fungu la sadaka hiyo tulitoa katika kitabu cha Mwanzo 28 mstari wa 22. Inaongelea jinsi ambavyo Ibrahimu yeye alitoa ahadi yake mbele za Mungu. Lakini somo la tatu likawa lina kichwa kinachosema mpango unaopendekezwa kwa urahisi wake. Mungu anatoa mpango ulio rahisi kwa wanadamu, ya kwamba wakusanyapo tu vitu katika vile ambavyo Mungu amewabariki, wakumbuke kumheshimu Mungu katika kile kitu ambacho wamepata. Mpango huu anaalika kwa watu wote, wao wanawake, wao wanaume, wao vijana, wote mnaalikwa kushiriki katika mpango huu ambao ni mpango rahisi kabisa wa kutimiza kila ambacho Mungu ameagiza kwa wanadamu. Lakini somo la 4 lilikuwa na kichwa kinachosema swali la uadilifu. Swali la uadilifu. Ni mwadilifu kiasi gani? Tuliangalia katika kitabu cha Malaki 3 mstari wa 9, Mungu anatuangalia wanadamu kana kwamba tu majizi. Mungu anatuangalia wanadamu kana kwamba tu wanyang'anyi. Kwa nini? Kwa sababu tumeshindwa kwa uadilifu
katika kila ambacho Mungu ametupatia. Kwa hiyo tumekuwa na masomo ya pekee kabisa katika juma hili. Na somo lile la 5 lilikuwa na kichwa kinachosema mazoea na mfumo. Mazoea na mfumo. Tukawa tumeangalia mfumo ambao Mungu ameuanzisha, mfumo wa kutoa zaka na sadaka kwa mpango. Ndio mfumo ambao Mungu anatamani wanadamu waweze kuuzoea. Tukiuzoea mfumo huo, mahusiano yetu na Mungu wetu wa mbinguni yatakuwa salama. Lakini katika siku ile, katika somo la 6 lilikuwa na ujumbe unaosema ujumbe wa Malaki. Tumekuwa tukimzungumza Malaki kwa muda wa juma zima, na hivyo hata katika somo la 6 akawa ameleta ujumbe kama ulivyo wa Malaki. Malaki anatoa wito kwa wanadamu ya kwamba pale watakapodumu kuwa waaminifu katika kila ambacho Mungu amewapatia, Mungu ameahidi baraka tele katika maisha yao. Lakini pia watakapokengeuka na kuacha kumrudishia Mungu katika kile walichopata, Mungu anatangaza laana kwa wanadamu ya kwamba atawalaani. Maneno makali kabisa, lakini hamna namna, inatubidi tuyavumilie tu. Katika siku hii katika siku ya jana ambayo ilikuwa ni somo la 7, tulikuwa na kichwa cha somo kinachosema hebu tumjaribu Bwana. Na katika somo hili tukawa tumejifunza ya kwamba katika ahadi kubwa ambazo Mungu ameahidi ni ahadi hii ya kumjaribu Mungu. Lakini Mungu ametoa wito wa pekee ya kwamba waweza kumjaribu Mungu katika zaka na sadaka peke yake. Usimjaribu katika mambo mengine yoyote. Waweza kumjaribu kumtolea Mungu zaka, alafu uone jinsi mibaraka itakavyomiminika. Huo ni wito wa Mungu kwa wanadamu. Anasema jaribuni muone, mtakapojaribu ndipo mtashuhudia baraka za Mungu zinavyomiminika katika maisha yenu. Kwa hiyo tunaalikwa mimi na wewe tuweze kumjaribu Bwana katika zaka tu. Tusimjaribu Bwana katika mambo mengine, ndipo tutakuwa salama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema. Wangapi walibarikiwa na masomo ya juma hili jamani? Mjane mkono. Basi mbarikiwe. Sasa asubuhi ya leo ninawakaribisha tena kwa ajili ya somo. Ni somo letu la 8 ambao ni somo la hitimisho ya masomo yote ambayo tumekuwa tukijifunza kwa muda wa juma zima. Asubuhi ya leo somo letu lina kichwa cha somo kinachosema mwitiko wa dhamiri iliyoamshwa. Mwitiko wa dhamiri iliyoamshwa, akiwa na maanisha kwamba pale ambapo tutakuwa tumejifunza na kuelewa vile ambavyo Mungu anahitaji tuwe, vile ambavyo Mungu anahitaji kutenda kazi katika maisha yetu, lazima tutaamka tu na tutaanza kufanya kazi ya Mungu kama alivyotuelekeza. Kwa hiyo anasema ya kwamba kama tumejifunza kwa muda wa juma zima, tumeelewa zaka ina mpango gani na tumeelewa matumizi ya zaka, hivyo tutaingia katika mpango huu wa kuhakikisha kwamba tunamtolea Mungu zaka kulingana na kile kipato chetu ambacho tumepata. Kwa hiyo kwa sababu gani? Kwa sababu tutakuwa tumeamshwa. Lakini asubuhi ya leo niombe hata wewe ambaye unatamani ulale lakini usilale, uamke. Maana Bwana na ujumbe mzito katika somo la asubuhi ya leo. Wakati mnajaribu kulipitia na kutafakari, somo hili ni zito, na hata wakati fulani nikajigundua ya kwamba na mimi nina makosa makubwa mbele za Mungu. Kwa hiyo ninakualika asubuhi ya leo na wewe ujichunguze katika somo hili. Umepungua wapi ili uweze kutengeneza mambo yako. Maamuzi ya kupiga hatua kiroho, uchaji wa Mungu, sadaka na utendaji vimekuwa ni kama matokeo ya mikutano maalum kanisani. Wahubiri wametolewa kuhusu dhambi ya kumpora Mungu zaka na sadaka. Kwa mahubiri yametolewa mara nyingi namna ambavyo wanadamu wanampora Mungu zaka na sadaka. Lakini wanadamu wengi wameshindwa kuongoka, wameshindwa kubadilika, lakini wachache tu wamekubali kumfuata Mungu. Tunapopiga hesabu ya madeni tunayodaiwa na Mungu, wengi wetu tunakata tamaa. Wengi wetu mioyo yetu inaumia kuona ya kwamba tumefanya mambo ya ajabu. Na anasema hata katika fedha ambazo tumezipata, tumezitumia vibaya na familia zetu.
wakati fulani hata laana imetula katika familia kwa sababu tu hatujakubali kumtolea Mungu kile ambacho ameahidi tumtolee, kile ambacho Mungu anataka tumtolee. Je, kuhusu wakili? Je, mwaka uliopita umemwimbia Mungu zaka na sadaka? Rudi uchanganue magara yako yaliyojaa, sehemu zako za akiba zilizojaa bidhaa nzuri ambazo umepewa na Mungu, na ujiulize kama umerudisha zaka na sadaka kwa Bwana aliye mpaji. Ikiwa umempola Bwana, rejesha mara moja, rekebisha mambo ya nyuma kadiri iwezekanavyo, kisha muombe Mwenyezi Mungu akusamehe. Je, utamrudishia Bwana kilicho chake kabla ya mwaka haujaisha, pamoja na mizigo yote iliyo kwenye kumbukumbu iliyoingia kwenye umilele? Mungu anauliza. Wakati malaika wanajaribu kuchukua taarifa ya kila mmoja wetu kuhusu uadilifu wake, wanapochukua taarifa wanagundua ya kwamba taarifa yako haijakaa vizuri, hasa ya uwakili. Hasa ndiyo maana anasema, je, mwaka huu kabla haujaisha uko tayari kutoa zaka na sadaka ambayo umemwimbia Mungu? Na kama hauko tayari, basi neema ambayo Mungu anakupatia ipo siku itakoma. Na ikikoma, sijui kama wimbo unavyosema, jina langu limeandikwaje huko. Sijui jina litakuwa limeandikwa kwa namna gani. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anaandika kwamba haya ni majizi yaliyokubuu. Hawa ni wanyang'anya ambao wameninyang'anya kila ambacho mimi nimewabariki. Ikiwa wamekuwa wakupuuza kwa namna yoyote ile katika kurudisha kwa Bwana kile kilicho chake, tubu kwa roho ya kuungama na kurejesha, laana yake isije ikawa juu yako. Utakapokuwa umekamilisha kile unachotakiwa kufanya upande wako, ikiwa nuru bila kuzuia chochote kilicho mali ya Mungu wako, unaweza sasa ukamwomba akupatia namna ya kupeleka ujumbe wa kweli kwa ulimwengu. Wengi wetu tumepeleka ujumbe kwa ulimwengu, lakini wakati huo hata sisi wenyewe tumekuwa majizi makubwa. Unawahubiri wenzio waache dhambi, lakini umesahau wewe dhambi unaomtendea Mungu. Wewe umekuwa jambazi kubwa. Kumbe tungeanza kwanza kuongoka sisi kabla ya kuwapelekea watu wengine habari njema. Tungeongoka sisi kwanza, tungeweza kuwa na mibaraka mikubwa. Wakati fulani inawezekana hata mikutano haifanikiwi kwa sababu mhubiri anayehubiri yeye ndio mlaji mkubwa wa zaka na sadaka. Mnahubiri kwa wiki 3, hakuna hata mmoja anayetoka kwa ajili ya kutoa maisha yake kwa Yesu. Mnajiuliza mara mbili, kuna shida gani? Hata wakati fulani nakasema huenda kuna nguvu fulani ya giza inayozuia, lakini umesahau ya kwamba giza ni wewe mwenyewe. Wewe mhubiri, waumini ambao mmekusanyika mahali hapo kwa ajili ya kuendesha huo mkutano, kumbe Mungu anahesabu yamesimama majizi makubwa ambao hayo yanamwibia Mungu zaka na sadaka. Kwa mkutano unakosa baraka za Mungu kwa sababu anayehubiri ni jambazi, mjizi. Bwana Yesu asifiwe. Maneno makali, lakini tuvumiliane. Hamna namna, tuyameze kama yalivyo. Yakobo aliweka nadhiri yake akasema, Mungu akiwa pamoja nami, akinilinda katika njia niendeayo, na kunipa chakula nile na nguo nivae, nami nikirudi kwa amani nyumbani kwa baba yangu, ndipo Bwana atakuwa Mungu wangu, na jiwe hili nililolisimamisha kama nguzo litakuwa nyumba ya Mungu, na katika kile atakalonipa hakika nitakutolea wewe sehemu ya 10. Mwanzo 28:20 mstari wa 20, Mwanzo 28 mstari wa 20 mpaka wa 24. Yakobo anatoa nadhiri mbele za Mungu. Ikiwa Bwana utaniongoza huko ninakoenda, nikaenda salama, nikarudi salama, hakika kila kitu ambacho utakuwa umenipatia nitakutolea sehemu ya 10. Lakini je, huyu Yakobo aliyatimiza haya? Maana amekaa ni muda mrefu kwa mjomba wake Labani, lakini aliporudi na familia yake na mali zote alizokuwa amepata, Yakobo alidumu kuwa mwaminifu.
Maana hili ombi wakati anaomba Yakobo lilikuwa kama ombi la kumshawishi Mungu aweze kumlinda dhidi ya kaka yake Esau. Wakati anaomba Yakobo akiwa amejawa na huzuni, wakati fulani anafikiria huenda asije kanikuta kaka yangu akanimaliza hapa. Yakobo anatoa ombi hili Mungu amlinde, lakini lilikuwa ombi ambalo ndani yake lilikuwa ni ombi lililojaa hofu. Yakobo anaomba kwa sababu ya hofu ya kuvamiwa na kaka yake. Lakini pamoja na hofu, lakini ameuona ukuu wa Mungu katika miaka yote yenyewe amekuwepo kwa Labani. Anaporudi Yakobo anatimiza agizo ambalo aliliahidi yeye mwenyewe katika kumtolea Mungu iliye fungu la 10. Kwa Yakobo alitimiza mwenzetu. Sijui mimi na wewe tumeahidi nini kwa Mungu? Halo, wewe na mimi tumeahidi nini? Tumekuwa tukizungumzia kuahidi, wengine wamesema tutaimba, Bwana mimi nikifaulu mtihani wa form 2, ikiwa utanifanikisha nikafanya vizuri, hakika Bwana nitatoa maisha yangu kwa ajili ya kuimbia wewe. Tumeona mara baada ya kufanikiwa wamedumu kukaa kama walivyo. Wamesahau nadhiri. Wapendwa, tunapoweka nadhiri mbele za Mungu, tusipoiondoa nadhiri itatukula. Tumeona gharama ya nadhiri. Nadhiri yoyote unapoiweka mbele za Mungu, kama hautaitoa, uhakikishe ya kwamba ukae ukijua ya kwamba hiyo nadhiri itaondoka na wewe. Rafiki yangu, kuna rafiki yangu tunapomsoma kwenye Biblia humo, yeye anaitwa Yefta. Alipotoa nadhiri mbele za Mungu, ilikuwa ni nadhiri kubwa, lakini iligharimu maisha ya familia yake. Alipoahidi ya kwamba Bwana, ninaenda kwenye vita, ikiwa nitashinda hivi vita, chochote ambacho kitajitokeza mbele yangu kwa ajili ya kunilaki, nitakutolea wewe Mungu wa mbinguni. Rafiki yetu Yefta, wakati anarudi sasa kwa ushindi mkubwa alioupata, anashangaa naye mlaki mbele yake anakuja, huku akiwa na cheza na rukaruka, anakuja binti yake mpendwa ambaye alikuwa anampenda. Nakumbuka aliahidi ya kwamba chochote kitakachonilaki mbele yangu, hicho nitakutolea Mungu wa mbinguni. Nadhiri na gharama yake. Bwana Yesu asifiwe. Tujaribu kuziondoa nadhiri ambazo tuliziweka mbele za Mungu kabla wakati wetu haujakoma, maana wakati wetu ni mfupi sana katika dunia hii. Wengi wetu katika siku zetu hizi wanashindwa pale ambapo Yakobo alishindwa na kufanikiwa. Wale ambao Mungu amewapatia kiasi kikubwa wana msukumo mkubwa wa kuzuia kile walicho nacho, kwa sababu lazima wapuuze kiasi fulani kutoka katika mali yao. Soma Mwanzo 28 kama tulivyosoma ya kwamba watu wanapofanikiwa, watu wanapopata mali nyingi, mara nyingi hawakumbuki walikotoka. Usipokumbuka ulikotoka, ni hatari hata unapoelekea nako unaenda kupotea. Tulisoma habari ya Anania na Safira wakiwa wanajadiliana mambo ya Mungu. Mungu wao wenyewe wametoa nadhiri ya kwamba watakapouza chochote lazima kipelekwe miguuni kwa mitume. Lakini walipouza na kuona ya kwamba fedha imekuwa ni nyingi, hawataki kuwa waaminifu katika nadhiri walioitoa. Matokeo yake kikao cha fasta kinaandaliwa, wanaanza kukaa na kujadiliana zidi ya kurudisha zaka na sadaka. Na hata wakati fulani siku zilizopita nikazungumza ya kwamba kuna mambo mengine ambayo unaweza ukakaa na mke wako mkajadiliana. Mtajadiliana mipango ya familia, namna ambavyo mnaweza mkaiendesha familia yenu. Mtajadiliana juu ya bajeti, muitumie namna gani. Lakini kwenye swala la zaka na sadaka, hakuna kikao chochote cha familia ambacho kinaweza kukaa. Kwa sababu hiyo haina mjadala, lazima uitoe kama ilivyo. Sasa hao wenzetu wao wakakaa kikao na kuanza kujadili juu ya zaka na sadaka, ambayo kwayo wamesema kwamba wataipeleka miguuni kwa mitume. Ilikuwa ni kosa mbele za Mungu, kwa sababu ilitakiwa wapeleke kama ilivyo. Wao wakajadiliana pale, Bwana, yaani kiasi chote tupeleke kwa mitume? Haiwezekani. Lazima tufiche kiasi fulani, tupeleke kiasi fulani. Na tukipeleka hivi, watatuona kwamba sisi ni waaminifu. Na ndivyo wengi ambao tunajidanganya leo. Unajua kabisa mshahara wako labda ni milioni 5,
na katika milioni 5 hiyo inatakiwa utoe zaka na sadaka kwa asilimia fulani, lakini kwa sababu ya kuwashawishi wazee wa kanisa, kwa sababu ya kumshawishi mchungaji, kwa sababu ya kuwashawishi mashemasi, unatoa 200,000 kwa sababu pale kanisani hakuna mtu mwenye uwezo wa kutoa 200,000. Ukitoa 200,000 yako pale, watu wanajua wewe ni mwaminifu sana, na hata wakati fulani ukachaguliwa kuwa shemasi mkuu. Lakini kumbe mmechagua jambazi liwaongoze. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumbe Mungu hataangalia ya kwamba wewe kipato chako kilikuwa ni cha kiasi gani na itakiwa ufanye nini. Mungu anachohitaji ni uaminifu. Hawa rafiki zetu walikosa uaminifu. Walipokosa uaminifu, kilichowapata, nadhani kama Mungu wa zama zile angelikuwa ndio Mungu wa leo, wengi wetu tungelikuwa tumeshalala mauti. Mungu ambaye Mungu hana masiara, Mungu wa zamani, Mungu wa kina Salafia, wa kina Anania, ni Mungu ambaye hana masiara. Unapokosea instantly anachukua hatua. Lakini tushukuru leo ya kwamba damu ya Yesu inaendelea kutupatia neema. Bwana Yesu asifiwe. Tunapata neema kwa sababu ya damu ya Yesu. Yesu anaendelea kutuhudumia kila leo, anaendelea kutuonya, anasema mwanangu, huenda ukabadilika kesho, huenda ukaokolewa. Amekuwa na subira kubwa kwa ajili ya maisha yetu, lakini hatutaki kubadilika. Kadri ya dhambi ya kumwibia Mungu inavyowasilishwa, watu wanapata mtazamo dhahiri wa majibu wao wafadhili katika swala hili. Ndugu yangu mmoja alisema kwamba hajawahi kutoa zaka kwa miaka 2 iliyopita na alikuwa amekata tamaa, lakini kadiri alivyokiri na kuungama dhambi yake, alianza kurudisha matumaini. Aliuza kila kitu alichokuwa nacho. Ndipo akamuuliza, nifanyeje? Niliambiwa kuwa toa hati yako kwa hazina ya kanisa, na namna ambavyo umefanya katika biashara. Alidhani kwamba agizo hilo lilikuwa la ajabu, lakini alikaa chini na kuanza kuandika, kwa thamani aliyoipokea, ninaahidi kulipa. Akainua kichwa chake na kuangalia juu kama vile anataka kusema, je, ni sahihi kumwandikia Mungu namna hii? Huyu ndugu yangu alipohudhuria katika mikutano kama hivi ambavyo tunafanya asubuhi ya leo, aliposikia umuhimu wa zaka na sadaka, anasema yeye kwa muda wa miaka 2 hajawahi kutoa zaka na sadaka. Lakini yuko wapi? Yuko kanisani. Miaka 2 hajawahi kutoa zaka na sadaka, lakini yuko kanisani. Majina mengi ya washiriki yapo kanisani. Anasema laiti kama majina haya yangelikuwa yanatenda kazi sawasawa na vile ambavyo Mungu anatuita tutoe zaka na sadaka, hazina ya Mungu ingejaa. Lakini wengi, cha ajabu, tumejaza majina ambayo watu wake hawawajibiki. Nikasikitishwa na ujumbe wakati nasoma mashauri juu ya uwakili. Ukisoma ule ukurasa wa 80-81, anasema ya kwamba hata wachungaji watakaposhindwa kuingia kuwasitiza waumini wao juu ya mpango huu maalum ambao Mungu ameanzisha, anasema bora hao wachungaji waiache kazi, wawapatie watu wengine ambao wana uwezo wa kufanya kazi hii. Ni maneno makali kiasi gani? Ya kwamba kama wachungaji, na tuliangalia wakati wa somo fulani huko nyuma, ya kwamba kama wachungaji wataingia, au mimi na wewe tutaingia, tunahubiri ujumbe laini, ujumbe ambao haugusi mioyo ya watu, matokeo yake watu wanafurahishwa, lakini hawana badiliko lolote katika maisha yao. Na hata asubuhi ya leo anatuambia kwamba kama wachungaji, kama wazee wa kanisa, kama wakuu wa huduma watashindwa kusisitiza juu ya jambo hili la zaka na sadaka, bora waache kazi, watafute kazi nyingine ya kufanya. Niliambiwa kuwa toa hati yako kwa muhazini wa kanisa kwa namna ambayo ingefanya katika biashara. Nilidhani kwamba agizo hili lilikuwa la ajabu, lakini alikaa chini na kuanza kuandika. Kwa hiyo alipotafakari jinsi alivyomwibia Mungu kwa miaka 2, akakaa chini akaanza kuandika hati
natamani nirejeshe madeni yote ambayo Mungu ananidai ya zaka na sadaka. Akaandika hati ya kwamba nitayarejesha, na kweli mtu wa Mungu alirejesha madeni ambayo yalikuwa yanadaiwa na Mungu. Moyo ulioongoka. Huo ndio ulikuwa moyo ulioongoka. Aliendelea kuwa naam, kwa thamani aliyopokea, kuna siku nimekosa kupokea mibaraka kwa Mungu. Je, malaika hawakuwa wananiongoza? Mungu hakunibariki na mibaraka ya kiroho na hii ya kupita? Kwa thamani niliyopokea, ninaahidi kulipa kiasi cha shilingi milioni 1,385,000. Anasema naahidi kulipa hivyo. Ilikuwa mtu mwenye furaha. Ndani ya siku chache alichukua hati aliyokuwa ameandika na kulipa zaka katika hazina ya kanisa. Alichangia pia katika siku za wageni shilingi 386,250. Huyu aliyeongoka, moyo wake ulipoguswa na mahubiri kama haya, akaamua kutoa mali yake kwa ajili ya kulisaidia kanisa la Mungu lisonge mbele. Ndugu mwingine aliandika hati ya shilingi milioni 2,290 ilitarajia kuilipia siku chache zijazo, na mwingine akatoa shilingi 687. Ukisoma hiyo review and Herald ya Februari 19 mwaka 1889, ikiwa inazungumza watu ambao waliongoka, watu ambao walikuwa tayari kufanya kazi ya Mungu kwa njia ya kutoa matoleo ya zaka na sadaka ambazo kwazo walikuwa wameiba, hawajarudisha kwa muda wa miaka hiyo miwili. Wengi wamepuuza shughuli kwa uaminifu wa Mungu. Wengi wamepuuza kushughulika kwa uaminifu na Muumba wao. Wameshindwa kutenga zaka kila juma. Kwa kushindwa kufanya hivyo, wamejikuta wamelimbikiza kiasi kikubwa cha fedha, na sasa wanashindwa jinsi ya kurejesha hii zaka ambayo imelimbikizwa, imetumika kama mali ya wao wenyewe, lakini ni mali ya Mungu ambayo walikuwa wamekataa kurejesha katika hazina yao. Wengi wetu leo hii tumejaa mizigo ya madeni ambayo tunadaiwa na Mungu. Tunadaiwa na wanadamu wanaotuzunguka, lakini si hivyo tu, tunadaiwa na Mungu. Anasema wakati fulani tumekuwa tunamkopa Mungu. Unamkopa Mungu, leo umepata hela, labda umepata faida ya shilingi 500. Badala ya kuipangilia kwamba zaka na sadaka itakuwa shilingi 100, unasema hapana, nitamtolea Mungu siku nyingine. Matokeo yake umejikuta umelimbikiza deni limekuwa kubwa, na hata hujui uanzie wapi. Wengi tunadaiwa. Wale wazembe na wasiojali wakomboe heshima yao. Hebu wale ambao wamekuwa wazembe na wakutokujali, wakizuia zaka na sadaka, wakumbuke kwamba wanaziba njia ili kwamba ukweli usipelekwe kwenye majimbo yaliyo mbali ng'ambo ya maeneo yao. Ninasukuma kuwaita watu wa Mungu kukomboa heshima yao kwa kumtolea Mungu kwa uaminifu zaka na sadaka. Manuscript release ukurasa wa 44 ya mwaka 1905, ya kwamba lazima tugeuke, tutazame, tuangalie ni wapi ambapo tumekosea, ndipo maisha yetu yatakuwa salama. Mungu anapotuangalia anasema tumepungua, hata heshima yetu nayo imeshuka, kwa sababu tumeshindwa kuwa waaminifu kwa kila ambacho Mungu ametuambia turejeshe gharama. Siku ya Ijumaa asubuhi nilizungumza kuhusu kutoa zaka. Mada hii haikuwahi kuwasilishwa makanisani kwa namna ilivyopaswa, na kwa sababu ya uzembe pamoja na ugumu wa fedha, kuzembewa kwa mada hii kumesababisha kuzorota kwa zaka miaka iliyopita. Katika kongamano hii, mada hii imepitilizwa kwa uangalifu, mkutano mmoja baada ya mwingine. Ndugu yangu mmoja mwenye staha aliyekuwa mjumbe kutoka Tasmania alikuja kwake na kuniambia kuwa, ninafurahi nimekusikiliza leo ukizungumzia kutoa zaka. Sikujua ni kuwa kutoa zaka ni swala muhimu kiasi hicho, na hofu kuendelea kulipuuza. Sasa anakadiria kiasi cha zaka ambacho hajatoa kwa miaka 20 iliyopita, na kusema atalipa haraka iwezekanavyo.
kwani hataki kuendelea kubaki katika vitabu vya kumbukumbu ya mbinguni ya watu wanaomwibia Mungu watakaokutana naye katika siku ya hukumu. Miaka 20 hajatoa zaka na sadaka, lakini huyu anabarikiwa, lakini huyu maisha yake yanakwenda. Lakini Mungu kumbe alikuwa amemhifadhi ili akutane na ujumbe ambao utaweza kumuongoa, na ulipomuongoa alikuwa tayari mtu wa Mungu kupiga mahesabu ya zaka anazodaiwa kwa miaka 20. Na tulizungumza hata wiki iliyopita ya kwamba siku zilizopita ya kwamba kama kuna zaka yoyote ambayo tulishawahi kuila na tukakumbuka kwamba kweli tumeila, Mungu anatoa wito ya kwamba hiyo zaka lazima irudishwe. Haijalishi ni kubwa kiasi gani, lakini Mungu ataangalia moyo wako umeongoka kiasi gani kwa ajili ya kuirejesha hiyo zaka. Kama utaonyesha nia, hata kama leo utakufa, utalala mauti, Mungu siku ile anapokuuliza siku ya hukumu, ataangalia moyo wako uliwiwa kiasi gani. Je, ulikuwa tayari kuitoa hiyo zaka au moyo wako ulikuwa haujaongoka bado? Kama moyo ulikuwa haujaongoka, basi wewe ni wa kupotea milele. Lakini anapokutathmini, anapoangalia akagundua kwamba huyu aliguswa na fundisho hili, hivi moyo wake ulikuwa tayari kwa kuanza kurejesha hata katika senti ndogo ambayo anaipata, Mungu anahesabu ya kwamba hakika huyu ni mtumwa mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema. Dada mmoja mwenyeji wa kanisa la Melbourne ameleta shilingi 172,800 kama zaka iliyokuwa amelimbikizwa, ambayo hakuwa ameelewa kwamba imebakizwa kwenye malipo yake. Kadiri walivyopokea nuru, wengi wameungama deni lao kwa Mungu na kuonesha nia yao kutoka kuondoa hilo deni. Nilipendekezwa kwamba wote hao wawekwe hati zao za malipo katika hazina, wakiahidi kuleta fedha hiyo. Vichwa vingi vilitikisa kama ishara ya kukubali, na mimi nina imani kwamba mwaka ujao hatutabakia tena hazina iliyotupu. Kwa hiyo mjumbe wa Mungu anajaribu kuelezea watu walioongoka namna ambavyo walikuwa tayari kurejesha vitu ambavyo walikuwa hawarejeshi. Ni miaka mingi imepita, lakini haijalishi ni miaka mingi kiasi gani, lakini walikuwa tayari kurejesha malipo hayo ambayo Mungu anaonekana kwamba alikuwa amenyang'anya. Je, kama unamnyang'anya Mungu, ni nani atakuwa msaada wako katika maisha yako? Ikiwa unamtendea Mungu yaliyo mabaya kiasi hiki, ikiwa unamtendea Mungu yaliyo mabaya kiasi hiki, ni nani atanisaidia pale nitakapopatwa na shida? Wengi wamepoteza roho ya kujikana nafsi na kujitoa muhanga. Wamekuwa wakitumia fedha yao kwa kununua vitu vya kawaida hivi vinavyopita. Kuna watu, wanaume na wanawake, ambao Mungu amewabariki, na kwa hao amewapima kuona kuwa mwitikio wao utakuwa wa faida yake au la. Wamezuia zaka zao na matoleo mengine hadi deni lao kwa Bwana wa majeshi limekuwa kubwa kiasi cha kuwafanya wabadilike sura wanapofikiria jinsi ya kumrudishia Mungu ile iliyo yake. Yaani wengi tunaomba tukidhani ya kwamba Mungu atatusamehe, halafu tuendelee kutolilipa deni la kwanza ambalo tunadaiwa. Mungu anasema maombi kama hawezi kuwa mbadala wa zaka na sadaka. Sikiliza kwa makini. Maombi hayakukusudiwa kubadilisha nia ya Mungu. Maombi yanatuleta katika upatanifu na Mungu. Maombi hayachukui nafasi ya wajibu. Maombi yanayotolewa mara nyingi kwa udhati wa moyo hayawezi kubadiliwa na Mungu, hayawezi kukubaliwa na Mungu badala ya zaka yetu. Maombi hayawezi kulipa madeni yetu kwa Mungu. Yaani, kama tunaomba alafu hatuwajibiki, maombi yetu ni bure mbele za Mungu. Kama tunaomba Bwana utusamehe, Bwana utusamehe dhambi yetu ya kula zaka na sadaka, Mungu anasikiliza, baada ya kuomba msamaha huo, unachukua hatua gani kwa ajili ya kuyatekeleza yale madai yao? Kwa hiyo maombi hayawezi kuwa mbadala wa kufanya Mungu atusamehe dhambi yetu.
lakini mpaka pale ambapo tutakuwa tumechukua hatua ya kuhakikisha ya kwamba tunalipa, ndipo hapo maombi yanafanya kutuunganisha na Mungu tena tuweze kuwa marafiki badala ya kuwa maadui. Maana tunapokula zaka tunatengeneza uadui kati ya Mungu na wanadamu. Hivyo maombi hayawezi kumfikia Mungu hapo. Hakuna mbadala wowote. Lakini tunapotubu na kuanza kufanya wajibu, maombi yanatimiza malengo yetu ya kutuunganisha tena na Mungu. Haleluya kanisa. Muda mfupi ujao mlango wa rehema utafungwa. Ikiwa wakati huu hatutamtumikia Bwana kwa uaminifu, utawezaje kubaliana na kumbukumbu ya jinsi ilivyoshughulikia bila uaminifu? Muda si mrefu wito utafanyika kwa ajili ya kufunga mlango wa rehema, nao utauliza kuwa wawiwa nini na Bwana yangu? Ikiwa umekataa kushughulika na Mungu kwa uaminifu, ninakusihi urudi na kufikiria kuhusu upungufu wako, na ikiwezekana urejeshe. Ikiwa jambo hili haliwezi kufanyika, omba kwa unyenyekevu, kwa kusihi sana kwamba Mungu kwa niaba ya Kristo akusamehe deni lako lililo kubwa. Anza sasa kutenda kama Mkristo. Usitafute sababu ya kushindwa kumrudishia Bwana kile kilicho cha kwake. Wakati huu ambao bado sauti ya rehema bado inasikika, wakati bado haujachelewa kurekebisha pale ulipokosea, wakati bado unaitwa leo, ikiwa utasikia sauti yake, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Kwa hiyo Mungu anaita wakati fulani. Wenda deni lako limekuwa kubwa na umesikiliza ujumbe, umekubali kuongoka. Anasema anza sasa kuomba toba haraka sana. Unapoomba toba kuanzia wakati huo na kuendelea, ubadilike ufanane na Yesu kama alivyo. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa na maanisha utaanza sasa kupiga hatua na kuwa Mkristo mzuri, Mkristo mwaminifu, Mkristo wa kulipa zaka na sadaka. Mungu hapo ndipo anaweza akakusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumbe tumepewa option, tumepewa uchaguzi wa pili. Tumekumbuka kwamba deni tunaodaiwa ni kubwa, uwezo wetu wa kulipa ni mdogo. Mungu anapatia fursa ya kwamba tutubu na kuungama dhambi zetu, lakini tukisha tubu tubadilike na kuanza kuyaishi haya ambayo tumeyasikia leo. Tunapoanza kuyaishi, tunapoanza kurudisha zaka na sadaka, Mungu anahesabu ya kwamba roho hii imeongoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mchana wa leo ninatoa wito ya kwamba Mungu atusaidie, Mungu atubadilishe, Mungu atuwezeshe kukumbuka hata yale madeni ambayo ya nyuma ambayo anatudai, na hatimaye tuanze kulipa taratibu kadiri tuwezavyo, ili hata tutakapolala mauti Mungu atahesabu ya kwamba huyu ni mtumwa mwaminifu, huyu alikuwa mwadilifu, maana alionyesha nia ya kulipa deni lake. Lakini kama tutalala mauti, hatuna nia yoyote ya kuyalipa madeni, hatuna nia ya kurudisha zaka na sadaka, tutakuwa tumepotea milele. Tumekosa raha za duniani, tumekosa pia hata kuingia katika uzima wa milele. Ni hasara kiasi gani? Kuna mambo mengi huko duniani ambayo yanafanyika. Umesema mimi ni Mkristo, siyafanyi. Lakini wakati huo tunapoyakimbia ya dunia, tunaingia kanisani, hatuyatekelezi ya kanisani, matokeo yake tunakosa vyote viwili. Ni heri tungekuwa wapagani, tungejiachia kabisa huko duniani, ili tukifa iwe pio boxi motoni. Basi Mungu atubariki asubuhi ya leo. Na imani ya kwamba kuna kitu fulani ambacho Mungu atafanya katika juma hili na juma lijalo. Na imani ya kwamba Mungu ataendelea kutubadilisha kwa kadiri ya wingi wa neema yake. Mungu atatubadilisha na hatimaye kutakuwa na mabadiliko makubwa. Watu watajua umuhimu wa kutoa zaka na sadaka. Dhambi ambayo haikuungamwa na kuachwa haitasamehewa na kufutwa kutoka katika kumbukumbu za vitabu, bali itasimama kama shahidi kwa mwenye dhambi siku ile ya Mungu, yani siku ya hukumu. Ukisoma The Great Controversy ukurasa wa 486, dhambi yoyote ambayo hatujaiungama, siku hiyo ndio itakuwa shahidi mbele za Mungu.
Ukisoma kitabu cha Yohana 3 mstari wa 19 anasema mimi sitawahukumu, ila yeye yupo atakayewahukumu. Hilo neno ambalo leo umelisikia alafu hamlitekelezi, hilo ndio litakaosimama kuwa shahidi siku ya mwisho ya kwamba wewe ulisikia lakini haukutekeleza. Ndio maana nasema dhambi yoyote ambayo haijaungama siku ya mwisho itasimama kutushuhudia ya kwamba mbona hiki Mungu huyu hakutekeleza. Mungu atubariki asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Amen. Amina. Mkoa kwa mkoa, taifa kwa taifa, bara kwa bara, na Jukoki TV, mwanga wa Injili.